Wahudumu 6 wa helikopta ya kijeshi walifariki dunia baada ya ajali kutokea wakati wakiendesha operesheni ya kutoa msaada katika mazingira ya tufani ya Kalmaeg. Helikopta hiyo ilikuwa inajitahidi kufikia maeneo yaliyokumbwa na maafa ili kutoa msaada wa dharura, lakini ilipata matatizo ya kiufundi na kuanguka. Tukio hili limeongeza idadi ya vifo vinavyohusiana na tufani hii, ambapo jumla ya watu 66 wamepoteza maisha nchini Ufilipino. Tufani ya Kalmaeg, ambayo ilikuwa na upepo mkali zaidi ya kilomita 150 kwa saa, imeleta mvua kubwa na mafuriko yaliyoathiri mikoa mbalimbali ya Ufilipino. Takriban mamia ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na mafuriko, huku nyumba nyingi zikiharibiwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ukishuhudiwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika zaidi. Hali ya hewa imeendelea kuchochea hali ya wasiwasi hadi leo Jumatano, Novemba 5 mwaka 2025, na mamlaka za Ufilipino zimeratibu shughuli za uokoaji katika maeneo ya ajali, huko vikosi vya kijeshi na msaada wa kimataifa vikitumika kutoa msaada. Msaada wa dharura unaendelea kupelekwa kwa wahanga wa tufani, lakini inaakisiwa kuwa inachukua muda mrefu kurekebisha madhara yaliyosababishwa. Tufani hii inatarajiwa kufika Vietnam kesho Alhamisi, ambapo mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuongeza uharibifu zaidi. Mamlaka ya hali ya hewa za Vietnam zimeweka tahadhari juu ya mvua kubwa na upepo mkali unaokaribia. Wataalamu wanatarajia kwamba eneo hili litakuwa na changamoto kubwa kama vile mafuriko na uharibifu wa miundombinu, huku watu wengi wakitarajiwa kukumbwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kama ilivyokuwa kwa matukio mengine ya kimbunga, hali hii inatia wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa maisha ya watu na ufanisi wa juhudi za uokoaji katika kipindi hiki cha maafa.